Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema imeshafungua milango ya kuzimu kwa Wayahudi kutokana na kile kilichofanywa na serikali yao chini ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Iran inasema kwamba haikufahamu na mpaka sasa inawaza ni nini kilisababisha Israeli kufanya mashambulizi mnamo siku ya Ijumaa. Hata hivyo, ikiwa ni suala la nyuklia, walikuwa katika mazungumzo na Marekani na ni mazungumzo ambayo yalikuwa yana mwelekeo wa kiasi fulani, lakini ni Israel ambayo iliamua kuingia vitani, na sasa Iran inasema tumeingia katika mpango wa kuwapeleka kuzimu Wayahudi wa Israel. Iran hata hivyo imekataa mazungumzo ya kusitisha mapigano wakati inashambuliwa na Israel. Anazungumza waziri wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi. Hata hivyo, Marekani imeandaa mpango wa kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel pamoja na Iran. Iran imesema ipo tayari kuachana na mapigano hayo ikiwa Israel itaacha kufanya mashambulizi katika ardhi ya Iran. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni Bwana Abbas Araghchi anasema moja kati ya mambo ambayo bado yanaumiza vichwa vya viongozi wa Iran ni juu ya mashambulizi haya ambayo yamefanywa na Israel hadi kuwa baadhi ya viongozi wa kijeshi na kisiasa ndani ya taifa hilo la Kiajemi. Iran ilisema wazi kwamba haitafanya mazungumzo wakati inashambuliwa, alisema afisa huyo. Israeli ilifanya mashambulizi ya kushtukiza dhidi ya Iran siku ya Ijumaa asubuhi ambayo yaliangamiza safu ya juu ya kamandi ya kijeshi ya Iran na kuharibu maeneo yake ya nyuklia, na inasema kampeni yake itaendelea kuongezeka kadri siku zinavyoendelea. Aidha, Iran imesema italipiza kisasi katika kile ambacho kimeibuka kuwa makabiliano makubwa zaidi kuwahi kutokea kati ya maadui hao wa muda mrefu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliambia vyombo vya habari kwamba Iran ilitoa wito kwa Oman na Qatar kushirikiana na Marekani ili kusuluhisha usitishaji mapigano na kuanzisha upya mazungumzo ya nyuklia. Haitakuwa jambo sahihi ikiwa Israel itaendelea na mapigano. Wizara ya mambo ya nje ya Iran hata hivyo haikuijibu shirika la habari la Reuters ambalo lilitaka kufahamu ni nini ambacho kitaendelea katika siku zijazo, hususan ikiwa Iran inashambuliwa zaidi. Shirika la habari la Reuters ambalo limezungumza na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran limeeleza kwamba moja kati ya mambo ambayo anaeleza waziri huyo ni kwamba wanataka kuonyesha ulimwengu kwamba Iran ina uwezo kiasi gani katika mapambano, na ndio maana wakati huu haipo tayari tena kwa ajili ya mazungumzo kuhusu suala la nyuklia ambazo zimeshambuliwa. Oman katika miezi ya hivi karibuni imekuwa mpatanishi wa mazungumzo ya nyuklia kati ya Marekani na Iran, ingawa duru ya hivi karibuni zaidi ilifutwa siku moja baada ya Israel kuanzisha mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya Iran. Qatar pia imekuwa na jukumu la kuwezesha mazungumzo hayo kati ya nchi hizo mbili, lakini hivi karibuni upatanishi huo umekabiliwa na mapambano kati ya Israel pamoja na Iran. Oman na Qatar wana uhusiano mzuri na Iran na Marekani, na pia wamewasiliana moja kwa moja na Israel juu ya namna ya kumaliza mzozo huo katika Mashariki ya Kati, kutokana na kwamba mzozo huo sasa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati umekuwa na athari katika eneo zima. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia.